Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fiziwari. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji. Karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa mchumbe wa mkulima na Fatma kwa kutuletea habari muhimu. Karibu mchumbe. Asante sana mwenzangu Bukuru Tantine Aldama kwa kunipa nafasi kwa ajili ya habari muhimu leo hii. Wacha tufunue pazia ya habari zetu muhimu na habari hizi za mji wa Baraka. Meya wa mji wa Baraka kwa muda ametaja kulaani kitendo cha baadhi ya wazalendo kuharibu vitu kadhaa ndani ya hospitali kuu ya Baraka bila sababu yoyote wiki iliyopita. Na huko Uvira ni kwamba kazi kubwa inayofanywa nao wazalendo itabaki historia kwa vizazi hasa vya kusini mwa jimbo hili. Kwa hiyo serikali kuu ya Kinshasa inapaswa kuwasapoti 100%. Ndivyo amesema Andre Biadunia Mashaka, mwanaharakati wa kisiasa jimboni Kivu ya Kusini. Kule Kavumu ni kwamba makundi ya AFC na M23 yameripotiwa kuondoka katika maeneo mbalimbali ya waliokuwemo kama vile Bushaku, Kasheke na Irambo ndani ya tarafa la Kale kwa sababu ambazo mpaka sasa bado kujulikana, huku wote wakijielekeza kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu. Tukamilishe habari muhimu kwa siku ya leo na habari hizi za kimataifa. Kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki ulimwenguni Papa Francis amefariki dunia hii Jumatatu ya tarehe 21 Aprili 2025 katika mji wa Vatican akiwa na umri wa miaka 88. Bukuru Tantini Aldama na weka nukta kwa habari muhimu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaingia katika uchambuzi wetu wa habari tukianzia katika mji wa Baraka. Kitengo cha ITP mjini Baraka kimeomba raia wanaotaka kuweka bomba ndani ya viwanja vyao kufika kwenye ofisi ya kitengo hicho ili kupewa maelekezo ya namna sheria inavyosema. Kwake Nondo Mwenda Peke Christian, mkuu kiongozi wa ofisi ya kitengo cha ITP mjini Baraka, amesema kuwa raia atakayepuuzia swala hilo ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria ya nchi. Kufuatana na shie population yetu ya Baraka, tulikuwa na fanya hili mbi sana hii mafaransa wanasemaka ignorance, me kwa leo gisi service yetu ya ITP ishakuwa mu vile ya Baraka, na tunasi na tunaomba tena wakaaji ya Baraka vile Baraka mbele ya kuenda lomba dokima ya maji ku Régie des Eaux banapasha pita kwanza huku kwetu ku ITP kusudi tupapatie hii wanaita kifaransa autorisation ya kupire ya barabara yote, surtout tunaita RN5 ni inaangalia na ITP, na mwenye anabaniwa kufanya hiki kitendo ya vile na kupitia huko ku service ya ITP kulomba ruhusa ya kukata barabara mbele atie maji yake, na kutakuwa madecision fulani natoka kufuatana na sheria. Peni ya kwanza napasha kuwa anaanza kwanza na mamande yenye tunaita mkifaransa analipa mamande, na analipa yenye nahusika kufuatana na vyenye service ya ITP nalipishaka. Bwana journaliste, unajua service ya ITP ni service yenye mimi nazoeka ita ni service baba. Kwa nini? Ukifata hii tunaita mkifaransa ma attribution ya ITP, kuna fasi kwenye na clôturer zile neno moja nasema ITP ndio na chunga mabitu yote ya serikali, na kama
ile matua ilitokeaka kunamna vile kuona barabara ya RN5 inachungwa mikono ya ITP. Maanake kila yote mwenye anapenda aguse barabara, kila yote anapenda aguse meme avenue, anapasha pitia ku ITP mbele kuchimba ile barabara. Kwa ujumbe nasema tu raia chez service ya ITP tuko muko natuona mu quartier gisi tuko natembea kusensibiliser population na tujikaze kabisa tukie jitambulisha sana huku kwetu kusudi tutembee mzuri pamoja na population na kazi yetu. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, meya wa mji wa Baraka kwa muda ametaja kulaani kitendo cha baadhi ya wazalendo kuharibu vitu kadhaa ndani ya hospitali kuu ya Baraka bila sababu yoyote wiki iliyopita. Bi Emerite Tabisha, meya kwa muda wa mji huu, amesema ni vyema jeshi la taifa na wazalendo kuheshimu kwenye vituo vya afya kama anavyoeleza hapa. Ni huzuni sana kweli, hospitali ya Baraka kwa inga imepatwa mara pili na shida ambayo haieleweki. Sheria, heshima ya maisha ya mtu inafanya nafasi kama hospitali hauwezi kupapiga bunduki, inakatazwa katu. Na imani tu ya kimtu nayo inaikataa katu. Nafasi ambayo kuna watu afya zao ziko mbovu, wanahitaji uponyaji. Nafasi ambao kuna watu ambao hata familia inaanza kupoteza imani, lakini waganga ambao wanatiliwa kwa kazi ya kutafuta uzima, kurudishia watu uzima, kazi ya kurudishia watu afya, wana majukumu mingi na wanafanya kazi ambayo sisi wote, kila mwanadamu anapaswa kuheshimu kwa kiasi kikubwa. Kweli ni kusikitika mara pili kupiga masasi hapo, hata wengine wa pili kuingia na kuvunja vitu ndani ya hospitali, na akiumia hapo tena atahitaji apewe msaada wa kumrudishia afya. Na cha zaidi hapo ni nafasi ambayo kuna lala wale ambao maisha imetoweka, watu wanakuja wanapiga tu masasi, na hao watu wana jina linaitwa wazalendo. Kweli unaitwa mzalendo, hauheshimu watu ambao wanalala kwa sababu wamefariki, hauheshimu nafasi ambao kuna watu ambao wanangoroma kwenye mamashini kwa kuwatafutia kurudisha afya, hauheshimu nafasi ambayo kuna wagonjwa mbalimbali, na hiyo nafasi unaweza kuletea wengine magonjwa. Ni habari ya huzuni sana. Mwishowe, meya kwa muda Bi Emerite Tabisha amesema Baraka hakuna vita na sio vema kugeuza mji kama maeneo yenye vita. Emerite Tabisha amerejea mara tena. Vile ya Baraka haina menase mpaka leo, haina menase yoyote ya kivita. Tunajua kama tunakumbwa na hali ya vita kusidi Kivu, lakini Baraka haina adui ambayo iko pembeni yetu. Watoto wetu wenyewe wako hapa, wote ni watoto wa Ubembe, wote. Hakuna Mnyarwanda, hakuna mzungu. Lakini sasa mwenye kupiga bunduki pale na ni mtoto wa hapa, ni mtoto wa Ubembe, tumsikie ni namna gani? Ni maneno ya huzuni. Na sio tu kwa hospitali, kila siku mlio wa mabunduki unasikilika, watu wasiwasi. Kuna watu wengine idadi ya magonjwa mripuko wa moyo zinaendelea, matension, moyo. Kuna watu ambao wako wanakufa bila kujua ya kwamba ni ile milio ya masasi ndio inawaua. Kwa hiyo ninaendelea kuambia wazalendo, sitachoka. Serikali kwa leo iko na wapatia mabunduki na masasi, na miongoni ya hesabu ya bunduki na masasi ambao mnapata, zimoja ni hizo ambao zinapigwa. Ni mshangao kuona nafasi ambao bajene nao wanaambia mtu mweko na bunduki piga, wanamlipa 2000 francs. Ni mshangao. Hiyo ilikuwa ni sauti yake meya kwa muda Bi Emerite Tabisha. Na hapo mji jirani wa Uvira ni kwamba kazi kubwa inayofanywa na wazalendo itabaki historia kwa vizazi, hasa kusini mwa jimbo hili. Kwa hiyo serikali kuu ya Kinshasa inapaswa kuwasapoti 100%. Ndivyo amesema Andre de Dunia Mashaka, mwanaharakati wa kisiasa jimboni Kivu ya Kusini.
Ujumbe huo ameutoa kutokana na habari za malalamiko ya baadhi ya makundi ya wazalendo wanaodai kupungukiwa na vitendea kazi vya kivita pamoja na chakula. Andre Bia Dunia amezungumza na redio yako. Hii situation ya hali ya wazalendo kujitolea, il faudrait d'abord kusignaler kama ni c'est un sens volontaire, c'est un patriotisme d'ailleurs minaita ya kupindukia outrance. Yani wakongomani wanapenda nchi, wanapenda udongo wao, hawawezi penda wasikie kwamba udongo umekatwa, umevamiwa, na wote wakarepondre kwa apeli ya chef de l'etat Son Excellence Felix Tshisekedi kusema kwamba waende watetee nchi yao, wampige muasi ili wagomboe nchi yao. Lakini kuna kwa tatizo kwa sababu kuna maaudio zinasirikile, zinapita marezo sosio kutonesha ya kwamba ndio hivyo tena wazalendo wanakosa chakula, na kama wanafikia kukosa chakula ndio ya bei chini, ndio inauzikana hata kusoko, na mimi naweza kuinunua na wapatia. Imaginez-vous maintenant risasi je wanayo hii yenye gouvernement wanafanya kwa supporti, kuwapatia kitu kidogo zetu, wamepata silaha, wamepata masasi, ma petit geste wenye habuko significatif, habuko wajabu. Tunawaza kwamba inawezekana president wala gouvernement congolais iko na pression, iko sous pression kusema kwamba haipashi kusutenir wazalendo na mambo mengine. Mais president anaweza kuifanya d'une autre manière bila kupita mu mavo yenye iko officiel. Anaweza kupita mavo zingine ziko officiel. Tumeshafikia mpaka ya kunivua kusema ifo wafike masesele fe, na waza mlimfuata Willy Mishiki ambaye ni député national eliwa Walikale, anasema wazalendo bote batisla hachini. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? C'est anormal. Haiwezekani. Hata hivyo, leader huyo ameongeza kuwa ni vema mashirika ya kirahia kusimama kwa pamoja ili kuomba serikali kutoa kila kitu juu ya wazalendo. Lord, nitatu kusema kwamba ndio wazalendo kweli wana njaa. Wana njaa, na njaa ya kwanza ni kukosa masasi, kwa sababu wako na besoin, wako na shauku. Hii matentative yote lisikia wanaenda Kamanyola, wanaenda Nyangezi, ni kwenda kusukuma serikali wapatie mlango wapige adui. Lakini wanaenda wanatante, unakutana kwamba masasi yamekauka. Ndio njaa ya kwanza ile. Njaa ya tumbo haiwezi wasumbua kwa sababu wamejitolea kutetea nchi yao, kutetea udongo wa mababu yao, lakini serikali haiko tayari kuwaakompanyia. Sasa tufanye je? Ndio maana société civile napaswa kulamuka, même si tuko mu état moya situation de non état, parce que hakuna justice, hakuna mambo mengine. Mimi nawaza kwamba wakongomani, notamment la société civile et l'opposition kama ingali, wanapaswa kusimama na kukumbusha serikali kwamba imetuambia tujimobilize tutetee nchi, hatutaitetea kwa meno, hatutaitetea tu kwa midomo ma réseaux sociaux, tutaitetea kwa vitendo, na vitendo ni kufukuza adui pale kule anakuwa. Na tutamfukuza na nini? Tupate silaha, tupate risasi, tupate chakula, tupate na dawa, na kama itawezekana motivation. D'ailleurs, mimi nilikuwa na proposer mwa ile kumultiplier, kudoubler salaire, solde, ile mshahara kidogo wa wanajeshi. Hawangepaswa kuidouble kwao parce que walionyesha insuffisance yao. Il faudrait baipatie bazalendo, ile kipande baipatie bazalendo. Njaa iko haiko kumekuuliza, me afadhali tuendelee kupigania nchi yetu kikulalamika njaa, kwa sababu na adui atatuprofite tukiendelea kulalamika njaa. Alors notabilité yetu yenyewe kwa Kinshasa, politiciens Uvira na Fizi kwa Kinshasa watusaidie, baone president moneshe les situations qui iko alarmante. On détourne des milliers de dollars kwa nini washindwe kupatia wazalendo kenye wako na kibezo pour que ba faire face na adui. Nini kinakosa? Hakuna mauvaise volonté. Na huko Busiga, mapambano makali yameshuhudiwa mara tena katika eneo la Busiga kuelekea Kamanyola, yaliyopambanisha jeshi la akiba maarufu wazalendo dhidi ya FCM 23 siku ya kwanza hii katika maeneo ya Ngomo, jimboni Kivu ya Kusini. Duru zetu za mahali zasema kuwa ni tangu mida ya saa 2 za asubuhi ndipo mapambano hayo makali yameanzishwa, ambako silaha nzito na za kawaida zimeshuhudiwa zikisikika mchana wote wa siku ya kwanza hii. Duru zingine zaongeza kuwa mapambano hayo yanalenga kukata uhusiano wa FCM 23 Bukavu na Kamanyola.
Na sasa tunajikita kwenye habari za michezo, naye Sudi wa Sudi Valente, karibu. Shukran sana kabisa mpenzi msikilizaji wenzake wa Radio ya Kijamii Kevo. Kwa habari za michezo kwa siku ya leo ni kwamba kisha hatua ya makundi kuweza kutamatika kunako tournamenti ya makata ambayo inaendelea kupigwa katika mji wa Baraka, hatimaye ni kata takriban 8 ambazo zimetinga hatua ya robo finali ya tournamenti hiyo. Kata hizo ni pamoja na kata ya Makampani, Matata, kata ya Malala, kata ya Kalinga Nord, Jetom, Kalinga Sud, Moma Kasaswe pamoja na kata ya Kibonjwa. Na hivyo hatiba ya robo finali ya tournamenti hiyo tayari imeshapangwa na uongozi wa tournamenti hiyo. Ni kwamba siku ya 6 ya tarehe 26 Aprili mwaka 2025 mechi mbili zitapigwa kunako uwanja wa Lumumba katika mji wa Baraka. Majira saa 7 kata ya Makampani watapambana vikali dhidi ya Matata, na mechi ya pili itapigwa majira ya saa 9 ambako Malala watakuwa uso kwa uso dhidi ya Kalinga Nord. Na siku ya Jumapili ya tarehe 27 Aprili mwaka huu kata ya Kalinga Sud watakipiga vikali dhidi ya Jetom, na majira ya saa 9 Moma Kasaswe watakuwa uso kwa uso dhidi ya Kibonjwa. Hiyo ndio programu ya hatua robo finali ya tournamenti ya mechi za makata ambayo inaendelea kupigwa hapa katika mji wa Baraka. Lakini tufahamishe ya kuwa kata ambazo zimeaga mashindano hayo ni pamoja na kata ya Mwemezi, Mshimbaki, Aibazi ya kwanza, Kalunja, Majengo pamoja na Aibazi ya pili. Tukijelekeza na hapo katika nchi jirani ya Burundi ni kwamba ligi kuu kabambe nchini Burundi maarufu Primus League iliweza kupigwa katika wiki yake ya 27 ambako mechi kadhaa ziliweza kupigwa siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Siku ya Jumamosi Amasipiri waliweza kutandika bao 5-2 dhidi ya Interstar, huku Ngozi City wakatoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Vision. Klabu ya Vitalo walitoka sare ya bao 2-2 dhidi ya Academy Deira, na siku ya Jumapili klabu ya Bumamuro waliweza kuwatandika Dynamic ya bao 2-0. Kayanza United wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani waliweza kutandikwa na klabu ya Rukinzo mabao 2-0. Musongati waliweza kuibuka na ushindi mabao 2-1 dhidi ya Olympic Star. Messager Ngozi waliweza kuwatandika klabu ya Mususuga mabao 2-0, na mechi ya Aigle Noir dhidi ya Flambeau du Centre ilitamatika kwa ushindi wa klabu ya Aigle Noir ambao waliweza kuwatandika Massimo Wajadi Flambeau du Centre mabao 2-1. Na kwingineko ni kwamba mpaka sasa ni rasmi klabu mbili ambazo zinashiriki ligi kuu hapo nchini Uingereza, Premier League. Klabu hizo zikiwa ni pamoja na Southampton pamoja na Leicester City ndizo klabu tayari kuonekana kushuka daraja la pili msimu ujao. Takwimu za klabu ya Leicester City ni kwamba klabu hiyo imecheza michezo 33 huku wakipata ushindi mechi 4, wametoa sare mechi 6 na kupoteza mechi 23. Na klabu hiyo ya Southampton wamecheza vile vile mechi 33, wakapata ushindi mechi 2, wakatoa sare mechi 5 na wakapoteza mechi 26. Na rasmi sasa klabu hizo za Leicester City pamoja na Southampton hawatakuwepo kwenye ligi kuu hapo nchini Uingereza msimu ujao. Na mwishowe ni kwamba klabu ya FC Barcelona ya nchini Hispania imepata pigo baada ya vipimo kuonesha watamkosa kwa wiki 3 mshambuliaji wao machachari Robert Lewandowski. Mchezaji huyo amepata majeraha ya msuli wa paja kwenye mechi dhidi ya Celta Vigo siku ya Jumamosi. Hivyo ratiba imeonyesha kuwa mshambuliaji huyo tegemezi wa klabu ya FC Barcelona atakosa mechi ya El Clasico weekend ijayo pamoja na mchezo wa nusu finali ya ligi ya mabingwa katika bara la Ulaya ambao klabu ya FC Barcelona wataweza kupiga vikali dhidi ya klabu ya Inter Milan huko nchini Italia. Naweka nukta kuna kwa habari za michezo mpenzi msikilizaji wa Radio ya Kijamii Kevo. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari hizo za michezo. Endapo msikilizaji ndio bado nakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye Radio ya Kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mita bene 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa ni habari kutoka maeneo mbalimbali, tukiwa hapo mjini Bukavu, maeneo ya Kavumu. Makundi ya FCM 23 yameripotiwa kuondoka katika maeneo mbalimbali waliokuwemo kama vile Bushaku, Kasheke na Irambo ndani ya tarafa ya Kalehe kwa sababu ambazo mpaka sasa bado kujulikana, huku wote wakijielekeza kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu. Taarifa tunazo ni kwamba hali hiyo imezusha mbumbuwazi kwa raia wa eneo hizo
Duru zetu zaongeza kwamba katika mpitapita hizo za AFC M23 makabiliano ya muda mchache yameripotiwa kati yao na wazalendo, na hivyo kupelekea shughuli za shule kutokufanyika kama siku ya kwanza ya ufunguzi huu. Fateni hapa ushuhuda wa mwananchi mmoja aliyehifadhi jina lake. Yenye vilipita jana tukae vilikuwa vya mkubwa sana, na kuwale watu wenye walikuwa wanababeba wanaanza rudia saa wenye walibabeba usemeo kavu mwanzo kwenye waliishia. Selon population asema ilikuwa kama retrait huku kwa siku mao plateau. Walikamata donc njia zote za kutokea kwa mao plateau. Hapa kwetu Kasheke paske kuna kwa nani wa Pazalendo ndio walitafuta fanya resistance wasema hawatapita, na ndio ililete ile fujo ikawasirikisha, na ndio walienda sema walipiga watu, antuka walipiga watu, walifungula manyumba kwenda wanatafuta wale wanani wale Wazalendo, na wanaume yote ndio wenye wale wakamata sema watawalelesha kule mangambo ya Chiziri. Ndio ile papa mwenye baluia hapa kwetu sema walikuwa na wanamkamata naye, walisubsone kama ni nani ni Mzalendo. Ye kufika pale kuba maser ndio kwenye waliikala telmake alikuwa na hiyo njia, ndio akaingia muhimu yogo yetu ya kutoka pale kuba maser, akaanza panjie kuyulu aingie mkanisa. Oro hao ni ba militaire, ndio umoya akamfuata nyuma, akafika mbele yake na kumuona yeye alikuwa anafichama mumiogo. Ndio mwenye aliingia mkanisa akamtafuta mle mkanisa kumuona, ipi apres ndio senya alitoka akamkuta. Sasa nena anaanza toka kwenye alikuwa anajifichika, anaanza panzia ingie naye mwa iglesi. Unanjole mwenzake akakuwa akasema aseme wamalizie tu pale pale tu mbele ya mlango wetu hapa. Na huko Kindu ni kwamba vitu kuporwa, wamama kubakwa, watu kujereuliwa na masase, pesa na simu ya mkononi kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya vitendo vya unyanyasaji dhidi ya raia vinavyotekelezwa na majambazi wenye kushikilia silaha kinyume cha sheria. Godefroid Musunga Shabani ni mwanaripota wetu kutoka Kindu Maniema, anaripoti kamili. Ukosefu wa usalama inaendelea kusikilika siku hii tena ndani ya mji wa Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema. Wajambazi wenye kushika silaha wanakuwa wakiingilia raia, kuua, kubaka wanawake bila kutazama umri wa miaka, pia kupora mali na simu ya mkono na vitu ya samani ya nyumbani bila kuachwa. Sikilizeni ushuhuda ya mama moja aliyebakwa. Nilikuwa labu siku na shituka tena kwanza mbea telefoni, mbea telefoni ndio na mwana banakuya sana ulishe mke yangu besha mbananga, ndio bamuuliza kwa huyo ni nani, ndio nasema bibi wa kakaangu. Muuliza kukosa kani abakupenda, ndio kumpika mbele kule shemeke yangu. Baamwambia ule ndio vule mangwani baki. Ule anasema mimi sina nguvu ya bonaume nitambaka huyu. Ningekuwa niko na nguvu ningembaka, kwake na nguvu. Ndio baachomola sasa ule umana nikui. Ampenda sana nivule ngojo nilala yangu kukikombe na sele. Kwa mbula kikombe na totele kunyanganyana kikombe, kumaka nipika mupanga huko kukoya kuna makani. Wakanichangania sasa akapika ndio nachoka mwili. Ini ndio dinibaka na ile tata kunibaka. Baba nibeba saa mbili nini kesha tawisha yangu ya buchuluzi ya magesi. Bambea telefoni, bambea ile shemeke yangu vemile. Na banikula chakula, nimkula wali. Alikuwa mingi na baisema kalalamika tu hapa tangu. Jueni pia hata mshauri mmoja wa mtaa wa Kasuku anayejulikana kwa jina la Saleh Pierre Kandolo, yeye pia aliingiliwa na wajambazi wenye kushika silaha ya kijeshi na silaha ya mawindo ya nyama. Na mkaaji Muzizi wa Badigamba David anaalika viongozi wa jimbo la Maniema kwa kujihusisha. Fateni ubandi wachukua silaha waweza kuanza kuingiliana kwenye manyumba na kuiba na kupiga wandugu wanaoishi kwetu vile ya Kindu. Tunaita wale wenye kufanya hivi vitu waache, na tunaalika autorite wajiexplike. Raia wa jimbo la Maniema wanapenda tu ukimya. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka.
Na kwenye habari ya kitaifa, chama cha PPRD chake rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimekanusha madai yanayosemwa kuwa rais wake aliwasili mjini Goma Jumamosi ya tariki 18 Aprili mwaka huu, mji wenye kushikiliwa na AFC M23 takriban miezi 4. Mengi zaidi naye Izake Mulucha Ashibe ndani ya studio za Radio Kivu. Naam, hali ya sitofahamu yaonekana wakati huu ambao habari ya uwepo wa rais mstaafu Joseph Kabila Kabange mjini Goma kusemwa kuwa ni uvumi usiohakikishwa. Rais huyo aliyetawala Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka 18 anafuatiliwa na vyombo vya sheria vya nchi hiyo, huku vyote vilivyo vyake nchini vikipokonywa na serikali na chama chake cha PPRD kikisimamishwa kazi. Yote hayo kwa tuhuma za kushirikiana na waasi wa AFC M23 ambazo zilihakikishwa na habari za uwepo wake mjini Goma. Ferdinand Kambere ambaye ni mwandishi wa kudumu wa chama cha PPRD aliyetangaza zimepita siku 6 sasa kwamba Joseph Kabila angeweza kurudi nchini kwa kupitia Goma, amekanusha madai ya kuwa rais huyo wa zamani aliwasili mjini humo na kushtumu serikali kutawanya habari za uongo, huku akiongeza kuwa waziri wa sheria hata yule wa mambo ya ndani hawawezi kuhakikisha madai yao kuhusu uwepo wenye kufikiriwa wa Joseph Kabila Kabange mjini Goma. Ilikuwa Ijumaa 18 Aprili ambayo vyombo vya habari vya kimataifa na kitengo husika na mawasiliano chake Joseph Kabila vilitangaza kuwa kinara wa PPRD amewasili mjini Goma kabla ya kukanusha madai hayo siku 2 baadaye. Baadhi ya wananchi kwenye mitandao ya kijamii wanachukulia habari hiyo kama mchezo uliotungwa na wafuasi wa Kabila ili kutokonoa serikali ya Kinshasa. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na habari ya kimataifa. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis amefariki dunia hii Jumatatu ya tarehe 21 Aprili mwaka huu katika mji wa Vatican akiwa na umri wa miaka 88. Undani wa taarifa hii tunamkaribisha Safari ya Limasi ndani ya studio za Radio Kijamii Kivu kwa mengi zaidi. Naam, ni majonzi, huzuni na simanzi kubwa kwa waumini wa Katoliki kote ulimwenguni, hasa kufiwa na kiongozi wao Papa Francis. Papa Francis alifariki Jumatatu tarehe 21 Aprili 2025 akiwa na umri wa miaka 88, Vatican ilitangaza katika taarifa yake kwa waumini. Mkuu wa kanisa Katoliki alifia huko Vatican akizungukwa na washirika wake wa karibu. Misa ya mahitaji imepangwa kwa siku zijazo katika eneo la Saint Pierre mbele ya wakuu wengi wa nchi na waaminifu kutoka ulimwenguni kote ili kutoa heshima ya mwisho kwa kiongozi huyo. Papa Francis alizaliwa Jorge Mario Bergoglio nchini Argentina. Papa huyo alichaguliwa mnamo Machi 2013 na kuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini. Uongozi wake hasa kuhusu mtindo wa kichungaji ulijikita zaidi kwa masikini, ikiwa ni kujitolea kwake kurekebisha hali ya utawala wa Kirumi na kujitolea mara kwa mara kwa amani ya haki ya kijamii hasa kwenye bara la Afrika. Mnamo Februari 2023 alifanya ziara ya kihistoria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Kinshasa, waaminifu zaidi ya 80,000 walikusanyika kwenye uwanja wa Martir kwa misa kubwa na ya kipekee. Wakati wa ziara hii alikuwa amelani kwa nguvu Kabila, ufisadi na vurugu za silaha mashariki mwa nchi na kuwataka vijana wa Kongo kuwa watu wa imani. Vatican bado haijaelezea tarehe ya mkutano wa kumteua mwingine unaofuata na wakati ambapo makardinali watachagua rasmi mrisi wake. Kifo cha Papa Francis akiwa na umri wa miaka 88 kilizua hisia kubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mtawala mkuu huyo wa kanisa Katoliki anaacha kumbukumbu ya kujitolea kwake kwa amani, haki ya kijamii na thamani ya utu. Ziara yake ya kitume pa Kinshasa mnamo Januari 2023 inabaki kwa mmoja nguvu zaidi ya uongozi wake barani Afrika. Mbele ya viongozi wa Kongo, asasi za kiraia na wanadiplomasia walikusanyika kwenye ikulu ya rais, Papa Francis alitoa hotuba nguvu adimu. Papa Francis siku hiyo aliweza kusema haya: ondoa mikono yako katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ondoa mikono yako katika Afrika. Acha kusumbua Afrika. Afrika sio mgodi wa kutumia au ardhi ya kuibwa. Haliweza kusema hayo Papa Francis katika hotuba yake. Akilinganisha nchi ya DRC na almasi, alitoa kitandawili cha watu tajiri kwa rasilimali lakini wanasumbuliwa na shida ya unyanyasaji. Wakati mashariki mwa nchi ilikuwa katika kuongezeka kwa mapigano, hasa huko Kivu ya Kaskazini, alikuwa amehimiza jamii ya kimataifa isiangalie tena. Hatuwezi kuzoea damu ambayo imetiririka katika nchi kwa miongo kadhaa sasa ikifanya mamilioni ya watu kufariki, Papa Francis alisema hayo. Katika kipindi chote chake, Papa Francis alikuwa anafuatilia sana kanisa Katoliki la Kongo, miongoni mwa makanisa yenye ushawishi mkubwa barani Afrika. Alikuwa na msapoti Kardinali Fridolin Ambongo, askofu mkuu wa Kinshasa. Papa Francis pia aliomba utawala wa maadili na umoja.
Radio Kivu inatoa mkono wa pole kwa waumini wote wa kanisa Katoliki duniani kwa kuweza kufuara kiongozi huyo. Mungu ametoa tena ametwaa. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Asante sana Safari Alimasi kwa ripoti yako hiyo. Ni kupitia hiyo ripoti ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbeleti, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi Wari.